kinachotakasa moyo wako? Tunaosha vyombo kwa sabuni, tunaosha nguo kwa sabuni ya kufulia, lakini ni nini kinachotakasa dhambi iliyo moyoni mwako? Ni nini kinachotakasa moyo wako? Ni nini kinachotakasa moyo wako? Tunaosha vyombo kwa sabuni, tunaosha nguo kwa sabuni ya kufulia, lakini ni nini kinachotakasa dhambi iliyo moyoni mwako? Dhambi si kitu ambacho bado tunajaribu kuondoa, ni kitu ambacho Yesu tayari amekiondoa. Kusema Yesu alikufa kwa dhambi zetu, huku tukiamini bado ziko moyoni, kuna maanisha damu ya msalaba haijaminiwa kweli. Ni nini kinachotakasa moyo wako? Ni nini kinachotakasa moyo wako? Tunaosha vyombo kwa sabuni, tunaosha nguo kwa sabuni ya kufulia, lakini ni nini kinachotakasa dhambi iliyo moyoni mwako? Tunapoamini damu aliyoimwaga msalabani tayari imesafisha dhambi zetu zote, hakuna chochote cha kufanya tena kuhusu dhambi isipokuwa kushukuru. Shetani anaelekeza macho yetu na kutuhukumu, imani inaelekeza macho yetu msalabani. Ndio tulitenda dhambi, lakini Yesu alimaliza kazi, alimaliza kabisa. Imani si kujiamini sisi wenyewe, bali kuamini kazi iliyokamilika msalaba. Tunaweza kuja mbele za Mungu kwa ujasiri, kwa kuwa amesafisha mioyo yetu kwa imani. Alitakase. Ni nini kinachotakasa moyo wako? Alitakase. Ni nini kinachotakasa moyo wako? Ni damu yake tu, ni damu yake tu, ni damu yake tu, ni damu yake tu.